Ukali wa Mungu ni dawa. Mungu akalipii popote kwa sababu umeamua wakuone ni Magufuli. Amna kaka, kuitumikia nchi yao kwa uadilifu kuna raha yake. Watu kama kina Mzee Warioba, kina Majaliwa wakisimama hapa, vigelegele hivi nafanya walioko kazini wajue na sisi siku moja tunataka vigelegele. Wanalinganisha si makofi. Mimi sikilizeni, mimi sijaletwa kwa ajili ya kupendwa. Wanaosema sasa anakuwa mkali, sasa si atachukiwa. Wanalinganisha si makofi. Mimi sikilizeni, mimi sijaletwa kwa ajili ya kupendwa. Najua majizi atanichukia, najua wavivu atanichukia, mazembe atanichukia, na mimi nitalala nao mbele wote hao. Lazima mali ya umma iheshimiwe. Ndio. Akinipenda mama wa chipukizi tu mke wangu inatosha. Wewe shetani kweli. Wewe shetani kweli. Mwanzo 4 mstari wa 6 na wa 7 imeandikwa kusema, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? 7, kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini ya kupasa uishinde. Mwiguru unasema huhitaji kupendwa, huna haja ya kupendwa. Kwani we ni shetani? We ndo shetani mwenyewe. Unasema akikupenda mke wako tu inatosha. Kwani mke wako ndo shetani mwenzio peke yako tu? Yani ndo mashetani tu, kwa sababu kiumbe pekee ambacho mtu yoyote hata ambaye yuko ndani yake anakitumikia, ukikataa hakitaki, ni shetani. Shetani ndiye ambaye anajua hawezi kupendwa, kwa sababu shetani ni kiumbe, ni madhara. Popote utakaposikia shetani kajiinua, ujue kuna madhara yametokea, kuna hasara imetokea. Kwa hiyo wewe ni shetani, huhitaji kupendwa, kwa sababu huyo Mungu unayemtaja, Mungu ni kibali, Mungu ni usahihi. Wala hata ukali, hiyo ni ghadhabu ya Kaini tu. Ukali wa Mungu ni dawa. Mungu akalipii popote kwa sababu umeamua wakuone ni Magufuli. Amna kaka, amna. Ukali ni upendo wa kiwango cha juu, ni ufanisi wa kiwango cha juu. Katika Mithali 28 mstari wa 23 nasema, mkemeaye mwenzake hatimaye atapata kibali kuliko ajipendekezaye kwa ulimi wake. Ukali si kusudi lake siri kukosana na watu. Ukali ni kuonyesha kiwango cha juu cha upendo. Sasa brother, kaka mkubwa, unajua wewe kwa namna moja nyingine umeshajua tu kabisa, sisi haiwezekani kuja kuwa na wema unaoweza kufuta ubaya tuliotenda. Ndio maana umefika mahali umekata tamaa, siwezi kuja kupendwa. Na ni kweli kabisa kabisa, huna wema wa kutosha. Hakuna wema mtafanya unaweza ukatakasa nchi iliyomwaga damu. Na kusomea hapa alafu na kuonyesha huyo Mungu unayesema wakati fulani naanza kutaja Mungu, nawaombea kwa Mungu muishi. Mungu huyo, Mungu ni watu. Watu wakikuchukia, wakikukataa, hakuna Mungu anayekupenda, hakuna Mungu naye utakaye muomba. Mimi ningetamani tu watu unaoweza kuwasikia wakushauri, wakwambie rudi nyumbani kwa amani, rudi nyumbani kwa amani, kwa sababu huko uendako Mungu hata kwenda pamoja nawe.
Msitafute kutudhuru watu kama sisi. Sisi ni kama akina Mikaya tu. Naenda nawaombea siku nyingi, kama mnadhani ni ziara tu, kama mnadhani ni nguvu ya soda tu, nawaombea siku nyingi. Hakuna tutakachoona kaka. Hakuna tutakachoona. Rudi nyumbani kwa amani. Kakaeni chini, fikeni mahala, sikilizeni mashauri haya tunayotoa, kwamba hakuna maendeleo mtakuja kufanya kwenye nchi ambayo yanafanana na mauaji mliofanya na watu, yanafanana na watu mliowaua. Hayapo. Kwa hiyo ilikuwa tu mfuate ushauri tunaowaambia nini kifanyike. Rudini nyumbani kwa amani. Kakaeni, kama ni kula hizo rasilimali ambazo ndo unazipigania, kula alimadamu hakuna ambacho tunakufanya, kaleni tu hizo rasilimali. Lakini huko unakopitapita huko, au naojaribu kuwafokea, nilishakushauri, unajiongezea maadui. Kujiongezea maadui sio ukiranja, sio ushupavu, sio ndo ukubwa. Hapana. Nimesema mara kadhaa, hakuna wema mtafanya utaitakasa nchi, utafanya mambo sasa yaonekane ni kawaida, tuendelee. Haupo. Hakuna sadaka inayotosha kutakasa nchi iliyomwaga damu. Na kusomea Mwigulu, nitakuwa nasoma tena. Waambieni, mbona nasikiaga huyu mke wake ni kama mchungaji? Mchungaji wa wapi huyu? Mke wa Mwigulu nasikiaga mchungaji, sio anaitwa Esther, sio mchungaji. Mchungaji wa wapi wewe mchungaji? Wachungaji wa siku hizi mkoje? Ni akina heri. Kama unajua uchungaji, usipoweza kuwatunza wa nyumbani mwako, usipoweza kuwadhibiti wa nyumbani mwako, huwezi kudhibiti kanisa la Mungu. Ndo heri. Watoto wake wanajipatia rushwa, watoto wake wanafanya dhuluma. Heri anasema tu, nitafanya nini sasa? Nitafanya watoto. Mke wa Mwigulu, kama ni mchungaji, unaijua Biblia rafiki yangu. Unaijua Biblia. Mwambie mme wako arudi akakae tu kwa amani. Arudi akae tu kama, aache kufokea watu barabarani. Watu majizi, watu wazembe. Nyie, nini kilichopelekea muue watu kama sio ujizi, uzembe ambao mmeshindwa kufanya vile vitu ambavyo mtakiwa kuvifanya? Mwizi kweli unaweza kama mkali juu ya wezi, alafu na ukadhibiti kweli? Ngoja nikusomee. Rudini nyumbani kwa amani. Mwambie mme wako, mwambie mwenyewe wa CCM, mwambie Mwigulu naye akapaki. Mwambie akapaki. Kuleni hizo mali. Hivyo sikiliza Hesabu 35, afu baadaye nakusomea, nimalize kusomee hao watu ambao utakiwa kupende. Unataka kupende Mungu tu. Mungu yeye ndio unamjua. Niende nikuonyeshe Mungu ni watu. Watu ndio Mungu. Wakikuchukia watu, amekuchukia Mungu. Wakikukataa watu, amekukataa Mungu. Wakikupenda watu, amekupenda Mungu. Watu hasa wema. Katika Hesabu 35 mstari wa 29 anasema, mambo haya yatakuwa ni amri na hukumu kwenu katika vizazi vyenu vyote, katika makazi yenu yote. Mtu awaye yeyote atakayemuua mtu, huyo muuaji atauawa kwa vinywa vya mashahidi, lakini shahidi mmoja hatashuhudia juu ya mtu hata akafa. Itatakiwa mtu auawe mbele ya mashahidi wengi atakayeua mtu. Tena msipokee fidia kwa ajili ya uhai wa muuaji ambaye amekuwa na hatia ya mauti, lakini lazima atauawa. Msipokee fidia yoyote. 33, hivi hamtaitia unajisi nchi ambayo mwakaa, kwa kuwa damu huitia nchi unajisi, wala hapana sadaka itoshayo kwa ajili ya nchi kwa ajili ya damu iliyomwagwa ndani yake, isipokuwa damu ya huyo aliyeimwaga. Mwambieni Mwigulu arudi kwa amani. Hakuna
sarakasi atazifanya, alafu watu watajua Magufuli huyo Sokoine huyo mungeweza kuwa kina Sokoine, mungeweza kuwa kina Magufuli, lakini wakati mwingine njia ya kuwa unapotaka ni kuachia pachafu, kichafu ulicho nacho. Wakati ule mnaanza sasa sarakasi za kukopa, lagai, kudanganya, kufanya ubadhirifu hapa na pale, unayetaka kuwa Sokoine, unayetaka kuwa mkombozi wa kweli, pale ndo wanaachiaga na madaraka. Unajitenga nini? Sijakubaliana na uovu huo na ubaya huo. Umeingia kwenye midamu, umejipakaza, umekunywa, umelamba, umefulia, umevaa damu za watu, umevaa rasilimali zenyewe, unapiga kelele kule. Au wanaharakati wanafugwa. Afadhali wanakofugwa kuliko wewe. Wakikupa unakula kabisa, unaua, unakunywa na damu zao. Afadhali wanakofugwa. Mwambieni Mwiguru, mwambieni arudi kwa amani, apaki. Hakuna atakachokifanya, hakuna. Raha ya mtu ni kupendwa bwana, raha ya mtu ni kuona unapendwa. Lakini mimi nimewashauri, hakuna jema mnalojaribu kufanya litafuta hatia ndani ya mioyo yenu juu ya ubaya mliofanya, au litafanya watu waone ni kawaida tu. Hakuna kawaida. Inawezekana mnajua, pengine hata kokote ambako aliwahi tokea mtawala fulani akaja kupendwa, alitokea kwa sababu aliua watu na ndo akaja pala akawa na nia njema. Hapana, hakuna aliyewahi kuua watu wema akaja kuwa mwema. Kuna watu wamewahi kuua watu ambao ni wabaya ili apate nafasi ya kuprotect watu wema. Nyie mnaua watu wema kaka, nyie ni adui wa watu wema, kwa sababu mna shida na rasilimali ambazo nasema za nchi. Nchi ni wewe, kuendelea kwako wewe, utajiri wako wewe, ndo unachojua kabisa kwamba nchi iko salama, nchi na amani yako wewe. Mwambieni Mwiguru, hakuna kweli anayeweza kumsikia. Nilivure Mwiguru, yani hivyo ndo kwa hako ka waziri mkuu. Sikia maneno popote akapokuwa, kwa siri popote. Mtu yote anayekupenda kuletea maneno, aidha Mungu kwa rehema zake atakufishia maneno. Sema utaki kupendwa, lakini unataja Mungu. Mungu ni watu, utaki wakupende. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura 4 mstari wa 20 nasema, mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumwona. Usipompenda mtu asipokupenda, hakuna Mungu atakayekupenda. Ukimchukia mtu, kambwekea mtu, wakati huna sifa zozote za ukali huo ulionao, una nayo, unajua ni maonyesho tu. Katika binadamu mmeishi katika wakati mbaya zaidi, mna mkosi zaidi. Nilishasema tangu kule mwanzo, ni nyie ambao ni sehemu ya utawala huu najisi, utawala huu wa kihistoria, kila uliemu. Na ndio maana mnaona mkipata misiba ni yenu wenyewe, upande mwingine ukipata misiba na nyie muko pale sosoro, na wakati mgumu sana. Mkipata misiba mutalia nyie tu, na nyie mnaona aibu kulia.
Lakini upande mwingine ukipata misiba na nyie mnakwenda pale na wakati mgumu sana. Unayo nafasi ya kutenda vyema ukapata kibali, na nafasi hiyo, achana na mamlaka ya waziri mkuu, yamejaa damu, yamejaa damu kaka. Sasa itakuwaje? Wataniua, wataninyanyasa. Mshahara wa dhambi ni mauti, mshahara wa dhambi ni aibu. Tafuta mahali kama Musa, huko unakotukana wanafugwa, nenda ukafugwe. Nenda ukafugwe huko wanakofugwa, ukiwa unajuta na kulalamika, jamani mnisamee, jamani mnisamee, jamani msamee. Yamkini kuna rehema za Mungu zitakujirieni. Vinginevyo acha inyeshe, tuone panapovuja. Kunyesha inanyesha, na imevuja sana, imetuvujia sana wengine, lakini bado naendelea kunyesha. Inawezekana awamu hii tavuja upande wa mtu fulani. Asante na hongera kwa kunisikiliza.